Mheshimiwa Rita Kabaki, jiandae naibu waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi kuwa mchangiaji wa mwisho. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwanza niwapongeze wachangiaji wote wa leo kwa kuona kwamba Mheshimiwa Rais wetu hatendewi haki. Na mimi nitaanza na nukuu ya neno la Mungu. Tukisoma Warumi 13 mstari wa kwanza unasema kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Ukisoma mstari wa pili unasema hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Lakini hii ya mwisho inasema kwa maana watawalao mema bali kwa sababu ya matendo mabaya. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwa nukuu hii niombe sasa Mheshimiwa wetu aheshimiwa, ametuheshimisha nchi yetu. Mheshimiwa Rais wetu amepata tuzo nyingi sana za kimataifa kuhakikisha kwamba nchi yetu sasa hivi kimataifa inatambulikwa kwa kazi nzuri sana ambayo imeifanya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tuombe wote hiki kikundi ambacho cha nchi jirani kinachomtukana rais wetu sasa iwe basi. Sisi wenyewe wa Tanzania tumeamua kumlinda rais wetu na tunamwomba IGP sasa chukua kazi yako, endelea, maana sasa rais wetu anachezewa. Tunaomba nchi yetu iendelee kuwa na amani. Nchi yetu ni kisiwa cha amani. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee sasa kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akiifanya, lakini nimpongeze pia Naibu Waziri kwa kazi nzuri ya kumsaidia waziri katika kazi hii. IGP, nipongeze wakuu wote ambao wako katika mamlaka hii ya mambo ya ndani, na wapongezeni sana. Lakini nisimsahau RPC wetu wa Iringa ambaye amekuwa akifanya kazi nzuri sana kuhakikisha mkoa wetu unakuwa na amani, na askari wote wa mkoa wa Iringa. Wanasema kwamba moyo usiokuwa na shukrani ukausha mema yote. Nishukuru sana serikali kwa kuhakikisha kwamba sasa ofisi ya kituo ya wilaya ya Kilolo ya polisi inajengwa, na kwa kweli tumeona sasa hivi wanamalizia. Lakini niombe kwamba sasa nyumba ya OCD tunaomba ijengwe pale Iringa kwenye kituo, lakini pia tuombe nyumba za makazi ya polisi Kilolo hawajawahi kujengewa, tunaomba sasa hivi wajenge ili wasiendelee kuishi nje ya kituo. Mheshimiwa Naibu Spika, pia tushukuru sana. Tunashukuru kwa magari ambayo tumeletewa katika mkoa wetu wa Iringa, yatatusaidia, lakini tunaomba sasa bajeti ya mafuta itengwe na ya matengenezo ili yale magari yaweze kufanya kazi inayotakiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba serikali iwe inatambua wanaochangia jeshi la polisi. Kwa mfano kwenye mkoa wetu wa Iringa, kwa kweli tunaye Mheshimiwa mneki wetu Asas Abri, amekuwa akichangia mambo mengi sana katika mkoa wetu. Kwanza amechangia dawati, ujenzi wa dawati, amechangia ujenzi wa makazi ya familia 6 pale katika makazi ya polisi, lakini amejenga kituo cha polisi cha Mbigiri pale Kilolo, lakini pia anaendelea kujenga kituo cha Nyang'oro, lakini pia atasema atanunua kamera kwa ajili ya kuongoza magari kwenye mlima Kitonga. Sasa watu kama hawa naomba kwanza serikali iwe inawatambua na kuwapatia tuzo maalumu ili waendelee kuchangia katika jeshi hili. Lakini hata mimi mwenyewe Mheshimiwa, naomba tu mnipongeze, nilijenga kituo cha polisi pale Septemba, pia nitambulike kwa mchango wangu. Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wetu wa Iringa una changamoto nyingi sana. Kwanza makazi ya polisi wote wa mkoa wa Iringa ni chakavu sana. Kwa hiyo niombe bajeti iletwe ili makazi ya polisi yaweze kukarabatiwa. Lakini vile vile tunaomba sasa, tumesikia leo kwamba magari ya zimamoto yapo pale Iringa. Sisi katika wilaya ya Mufindi na wilaya ya Kilolo imekuwa ikitokeza mioto ya mara kwa mara katika ile misitu, wananchi wanapata hasara, pia hata serikali inapata hasara kwa ule msitu ambao tumekuwa tukitunza kwa muda mrefu. Sasa tunaomba tupatiwe gari la zimamoto pale Mufindi na gari nyingine la zimamoto kule Kilolo ili mioto ikijitokeza tuweze kupunguza hasara ambazo zimekuwa zikijitokeza kwa wingi sana. Lakini pia kumekuwepo na mkwamo mwingi sana wa magari katika barabara ya Kitonga. Tunaomba crane moja ambayo umeisema hapo basi tuletewe ili kusiwepo na mkwamo wa magari. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru kwamba tulikuwa tuna mwingiliano mkubwa sana kati ya hospitali ya mkoa na magereza yetu ya mkoa.
Sasa tumesikia leo kwamba kuna pesa itatoka ili ujenzi pale Mlolo gereza liweze kuhama, na hii nafikiri wana Iringa leo hii watashukuru, watapongeza jeshi, watapongeza serikali, kwa sababu kumekuwa kuna mwingiliano ambao ungekuwa kusababisha hata madaktari wetu kukosa nyumba za kuishi pale katika hospitali kuu. Lakini pia niombe pia ule mkakati wa kuhakikisha kwamba tunatoa gereza lile la Kiesa Mgagao pale Kilolo liondolewe, kwa sababu lile gereza tunataka sasa liwe ni utalii, kwa sababu kuna wenzetu waliishi pale, na hata kule South Africa gereza sasa hivi sio gereza. Asante Mheshimiwa Kabati kwa kujenga kituo cha polisi. Asante sana na kushukuru, naunga mkono hoja. Asante sana.